Babu Tale akaenda, aliwakimbiza. Bihindu aliwafukuza. Wasafi wale walifukuzwa. Dudubaya amesikika katika vyombo vya habari akisema kwamba Diamond Platnumz, Babu Tale pamoja na Wasafi walivyosikia Bihindu marehemu huyu kwa sasa anaumwa, wakaenda kutoa sadaka ya fedha. Wanaambiwa kwamba Bihindu aliweza kuwafukuza. Ni kitu gani ambacho kilisababisha zaidi Bihindu aweze kuwafukuza Diamond Platnumz, Babu Tale na timu ya Wasafi kwa ujumla, baada ya kuwa wamepanga kwenda nyumbani kwake pale wakati anaumwa, kwenda kumtibia au kumwangalia, kumchangia chochote kitu aweze kupata chochote? Ni kitu gani ambacho kiliweza kutokea mpaka hayo yote yakaweza kutokea? Basi ili uende kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kilichotokea Bihindu kuweza kuwatimua WCB, yani Wasafi Classic wote kwa ujumla pale nyumbani kwa Bihindu wakati Bihindu anaumwa, basi subscribe channel hii. Hapa chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe, unaweza ukalisubscribe hapo chini, alafu uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo tunazokuwa tunaziachia kwa wakati unakuwa wa kwanza kuweza kuona chochote kile ambacho tunakipandisha katika mtandao huu wa YouTube. Basi tuendelee. Amesikika Dudubaya akisema kwamba kuna wakati Bihindu marehemu kwa sasa Bihindu alishawahi kuwa anaumwa zamani. Wakati wa ugonjwa wake alikuwa anaumwa vibaya sana Sasa wakati ambao Bihindu alikuwa yuko hoi bin Taban, anaugulia na ugonjwa ambao ulikuwa kimkabili, unaambiwa kwamba Diamond Platnumz alikuwa nje ya Tanzania huko. Baada ya kuwa taarifa za Bihindu zimeenea katika mitandao ya kijamii kwamba yuko hoi anaumwa, basi unaambiwa kwamba Diamond Platnumz aliweza kuandika katika mtandao wa kijamii na kuweza kumwambia Babu Tale kwamba nimesikia Bihindu huko Tanzania anaumwa, sasa hebu sema inahitajika kiasi gani ili tuweze kumchangia kama sadaka ili aende akajitibie. Hayo maelezo Diamond Platnumz kwa jinsi ambavyo Dudubaya anasema Diamond Platnumz aliweza kuyaongea hayo katika mtandao wa Instagram. Basi baada ya kuwa Babu Tale amepokea maelekezo kwa Diamond Platnumz kwenye mtandao wa Instagram, basi moja kwa moja akawa ameweza kuondoka. Baada ya kuondoka Babu Tale, wakati huo Diamond Platnumz alikuwa bado hajatoka nje, alikuwa bado yuko nje ya Tanzania, bado hajaja Tanzania. Basi Babu Tale akawa ameongozana timu yake ya Wasafi kwa ajili ya kwenda kwa Bihindu pale, kwenda kumchangia kile ambacho Diamond Platnumz aliweza kukisema kwamba Bihindu aweze kuchangiwa. Sasa baada ya kuwa amefika pale, Bihindu alivyowatazama alikasirika sana, alikasirika mno, na baada ya kukasirika aliwatimua mbio, yani aliwafukuza, hakutaka kuwaona, huku akisema kwamba Bihindu yeye hahitaji Babu Tale na timu ya Wasafi wautumie ugonjwa wake kama kiki ya wao kwenda kwenye mitandao ya kijamii kupeleka viral kwamba wameenda kumsaidia Bihindu. Sasa katika hiyo taarifa ilisemekana kwamba Bihindu huyu marehemu alikuwa hahitaji masuala ya kiki za namna hii hapo, na kusema kwamba kama wangekuwa na uwezo wa kutaka kumsaidia wasingeliweza kuposti katika mitandao ya kijamii eti nenda ukamsaidie, na wakati wangeweza kwenda tu kimya kimya bila kuposti. Kitu ambacho marehemu kiliweza kumuudhi na kumkela ni hicho tu, kwamba msaada ulianzia mtandaoni. Kwanza wanamsema mtandaoni huko kwamba wanaenda kumsaidia, alafu ndo hivyo tena kama jinsi ilivyo akupenda kiki ya namna hii hapo, ndo maana aliwafukuza nyumbani kwake na kuweza kuondoka. Maneno haya sio ya kwangu, bali ni mtaalamu Dudubaya wakati akihojiwa aliweza kusema hayo maneno, unaona bwana. Na kwa sasa hivi mambo yamekuwa mengi, ni vitu vingi sana ambavyo vinazungumzwa, na ukizingatia Mkubwa Fella kwa sasa bado yuko hoi anaumwa, na kitu ambacho Dudubaya anachosema ni kwamba si kitu ambacho anakiona kwake yeye anaweza akakielezea kwa muda mrefu kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo kutokana na kile ambacho kilitokea kwa Bihindu marehemu, kwa wale ambao walikuwa wamfahamu Bihindu,
Bihindu bwana alikuwa mwigizaji wa Bongo Movie, lakini pia alikuwa mtangazaji EFM pale, aliweza kuwa na kipindi na akawa mtangazaji pale EFM, unaona bwana. Kwa hiyo ni mwigizaji wa muda mrefu sana, mkongwe maarufu East Africa, Afrika Mashariki nzima wanampata huyo bibi, unaona bwana. Basi hayo ni moja kati ya mengi ambayo yameelezwa na huyu mtaalam Dudubaya, na hicho ndicho ameweza kukieleza. Vita bado inaendelea. Dudubaya anaonyesha kabisa kwamba vita yake sio ndogo. Ukiingia kwenye vita na huyu bwana, basi utambue kabisa vita yake sio ndogo. Vita yake ilianzia mbali huko katika historia. Inasemekana kwamba alishawahi kukorofishana na rafiki yake kipenzi, yule mzee wa Kikulacho yule, unaona bwana. Yule mzee wa Kikulacho aliweza kupishana kidogo, mambo yakawa hayako sawa. Kikulacho bwana ni Mr. Nice, mwanamuziki mkali kabisa huyo, ambaye alikuwa akifanya vizuri na mpaka sasa anaonekana bado yuko katika industry hii, bado anaendelea kuwakilisha vyema kabisa, unaona bwana. Kuhusiana na taarifa zingine tutazidi kukusogezea kadiri ambavyo tutakuwa tunazipata kwa wakati fulani, tutakufikishia wewe na zitakufikia kokote kule ambako uliko. Cha msingi tufanye subscribe ili unakuwa wa kwanza kabisa turn on notification, alafu unakuwa umeshakuwa na uhakika wa kujipatia taarifa mpya kwa wakati sahihi. Basi mimi kwa wakati huu nikutakia wakati mwema, hadi wakati mwingine, bye bye.